Hujambo mwanafunzi na karibu katika kipindi hiki. Tunaenda kuangalia sajili ya kitaaluma. Sajili ya lugha ya kitaaluma. Na natumai unaelewa maana ya taaluma. Na tunaambiwa mazungumzo kati ya wataalam yanahusu mambo fulani ya kiutawala. Wataalam wanaweza kushiriki mazungumzo katika vikao yanayohusu taaluma yao. Kwa mfano, unaweza pata walimu, madaktari, maafisa wa usalama wakiwa na vikao, na katika vikao vile watazungumza kuhusu mambo mbalimbali. Kwa mfano, ukipata walimu katika kikao, basi wale walimu tunasema ni wataalamu wa elimu, madaktari tunasema ni wataalamu wa afya. Katika vikao vyao kuna mambo ambayo watakuwa wanazungumzia, na ile lugha ambayo watakuwa wanatumia katika mazungumzo ya vikao vyao itakuwa na sifa fulani. Kwa hivyo tutaanza na sifa ya kwanza ya sajili ya kitaaluma. Sifa tunaambiwa ni kwamba kuna matumizi ya lugha maalum. Kumbuka lugha maalum huwa tunasema ni specific language, kwamba lugha inayotumiwa katika vikao kama hivi hutegemea taaluma husika. Tushaeleza tayari. Kwa mfano kama ni madaktari wanahusiana na taaluma ya afya. Kwa hivyo watakapokuwa wanazungumza, lugha yao itahusiana na taaluma ya afya. Kwa hivyo watakuwa wanatumia msamiati ambao unahusiana na taaluma ya afya, kwa mfano hospitali, dawa, mgonjwa, mambo kama hayo. Pili, sifa ya pili tunaambiwa kuna matumizi ya lugha rasmi, na natumai unaelewa kwamba lugha rasmi ni ile ambayo inazingatia kanuni za sarufi. Na sababu ya kutumia lugha rasmi ni ili mawasiliano yaweze kueleweka. Lugha ambayo hutumiwa huwa rasmi ili mawasiliano yaweze kueleweka. Na tatu, tunaambiwa kwamba kuna kuzingatia kanuni za sarufi. Kuna kuzingatia kanuni za sarufi katika mazungumzo ya wataalam. Sababu ni kwamba ili kutopotosha maana. Kumbuka unapokosa kuzingatia sarufi, wakati mwingine huenda usieleweke, na hivyo unaweza ukapotosha maana ya kinachozungumziwa. Sifa ya 4 tunaambiwa kuna matumizi ya lugha rasmi. Kuna matumizi ya lugha rasmi, lugha haitumii tamathali za usemi. 5, ni lugha yenye adabu na heshima. Katika vikao hivi ama lugha ya kitaaluma huwa ni lugha ya adabu na heshima. Kwa hivyo kuna kutaja vyeo vya wahusika kama vile bwana, bi, daktari, profesa na kadhalika. Sifa ya 6, kuna matumizi ya msamiati maalum. Msamiati unaohusiana na taaluma husika hutumika, hiyo tushaeleza. 7, tunaambiwa kwamba hakuna matumizi ya lugha yenye utata. Huwezi ukatumia lugha ambayo haiwezi kueleweka. Hali hii inaweza kusababisha mkanganyiko. Hali gani? Iwapo utatumia lugha yenye utata. Kwa hivyo hakuna matumizi ya lugha yenye utata. 8, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya takwimu ili kudhihirisha ukweli. Takwimu. Kwa mfano kama ni katika kikao cha walimu, watatumia takwimu waseme wanafunzi 50 walipata alama ya A, wanafunzi 200 wamesajiliwa katika kidato cha 4, mambo kama hayo. 9, tunaambiwa kuna kuchanganya ndimi wakati wa kufafanua dhana mbalimbali au katika kutilia mkazo mambo fulani. Iwapo walikuwa wanataka kufafanua dhana au kutilia mkazo, wanaruhusiwa kuchanganya ndimi kwa sababu hawa ni wasomi na ni katika sajili ya kitaaluma. Na 10, kuna kutumia lugha ya ukweli. Katika yale ambayo yanajadiliwa, huwezi ukatumia lugha ya kuongopa. Lugha ya porojo au ya uongo haitumiwi. Kwa hivyo mambo yanasemwa moja kwa moja na ni lazima yawe mambo ya ukweli. Na 11, tunaambiwa kwamba lugha hutegemea sana mantiki. Tunaposema mantiki tuna maana kwamba ni lazima lugha inayotumika iwe na maana ili iweze kueleweka. Na tunaambiwa yanayozungumziwa hupangwa kwa utaratibu maalum unaolenga kudhihirisha ukweli. Utaratibu ina maana kwamba iwapo ni mwasilishaji ataanza kuwasilisha hoja kutoka ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kuna utaratibu fulani. Ama kama alikuwa anaeleza dhana fulani, ataeleza kwa kwanza na utangulizi, mwili, kisha hitimisho. Naam. Katika video ijayo tutaangalia sajili ya magazeti. Na kama kawaida nitakwambia subscribe, share, na iwapo uko na swali utauliza. Tutakomea hapo kwa sasa na niseme kwaheri.